Tunamshukuru Mungu tena kwa neema yake aliyotupatia na baraka zake. Niulize kama kuna watu katikati yetu ambao wanatamani kupata karatasi kwa ajili ya kuandika maombi. Na leo tuna maombi maalum kwa ajili ya uponyaji wa afya zetu ambao ni kati ya sababu ya kutuleta madhabahuni. Kwa hiyo kama kuna mtu ambaye anahitaji karatasi kwa ajili ya kwake au kumwandika mtu ambaye anaumwa, nyosha mkono wako, wale wahudumu wako tayari kukuhudumia. Asante sana, watu wako kule wengi, naona wako kule wengi. Lakini pia inawezekana unatamani kumabudu Mungu kwa njia ya matoleo kwa ajili ya kuunga mkono mkutano huu. Nawe pia unaweza ukahudumiwa. Ikiwa unahitaji bahasha, unaweza ukanyosha mkono, alafu mashemasi watakuona pale ulipo ili waweze kukuhudumia. Na wewe wanaotazama kupitia kwenye vituo, zingatia vituo vyenu, mnaweza mkawa na huduma kama hii ya maombezi, lakini pia na watu kumwabudu Mungu kwa njia ya matoleo. Wale ambao wanaangalia katika nyumba zao maeneo mbalimbali, kwa kadri Roho wa Mungu atakavyokuongoza. Nione kama kuna watu wanatamani kuwa na bahasha. Isije ikawa ninaongea na nyosha mkono wako mahali ulipo ili wale wahudumu pia wakusaidie. Asante sana. Nadhani mmewaona hao watu waweze kuhudumiwa. Tusimame. Ninakupa dakika moja ya maombi ya moyoni ukimwambia Bwana, niandae kufika madhabahuni pako leo tena. Omba ndani ya moyo wako. Asante Mfalme wa amani kwa kuwa unakwenda kusema nasi tunapokuja katika madhabahu hii. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Kati ya vitu vikubwa ambavyo Mungu ameendelea kutenda katikati ya juma hili ni kwamba hata watu walioko mbali Mungu anawagusa kwa namna ya ajabu sana. Tumekuwa tukipokea shuhuda mbalimbali, na kwa kadri itakavyowezekana hapo katikati tutakuwa na muda wa kusoma shuhuda zenu. Kwa wale ambao mna shuhuda, endeleeni kuzituma. Na kama hata una picha ya tukio, kama kuna moja hapo jana alitumia picha ya jambo ambalo sitaki kutanguliza mapema, mtaliona siku hiyo, tutumie picha yako pia, itasaidia sana katika ushuhuda. Madhabahu ya uponyaji. Kama unapenda kuandika madhabahu ya uponyaji, njoo upokee uzima. Madhabahu ya uponyaji, njoo upokee uzima. Niwakumbushe mambo machache wakati tunaanza kipindi chetu cha kurejea madhabahuni. Wakati Biblia inazungumzia madhabahu, haisemi tu kuhusu mahali penye mawe au jukwaa la kanisani. Usije ukadhani hivyo peke yake. Madhabahu ni eneo la kiroho la muunganiko kati ya mwanadamu na Mungu. Eneo la kubadilishana. Ndio sababu hata wapagani ambao hawamwabudu Mungu tunayemwabudu sisi wana madhabahu zao. Wanajua kabisa ya kwamba katika madhabahu hiyo ndipo eneo lao kukutana na ulimwengu wa kiroho usioonekana. Unaweza kuona mtu ana kajumba kadogo amejenga hapo nyumbani kwake, unaweza ukashangaa mtu anaheshimu mti fulani, mwingine ana chumba. Nimekuwa nikitia moyo wacha Mungu, kila mnapojenga nyumba zenu, tenga chumba kwa ajili ya madhabahu. Haleluya. Kuwa na eneo ambalo unakutana na Mungu hapo. Ukiwa na mambo yako, yani hata shetani ajue, ukiingia kwenye hicho chumba kuna makombora yanatoka. Haleluya. Tenga eneo kwa ajili ya ibada. Ni kubadilishana kitu gani hasa? Sikiliza hii kusaidie kwenye maisha yako. Moja, tunapoenda kwenye madhabahu tunakwenda kubadilishana mambo yafuatayo. Tunabadilishana na Mungu huzuni zetu, anatupatia furaha yake. Haleluya. Mnakumbuka Yesu alisema, amani na waachia, ni wapavyo mimi, sio kama ulimwengu utoavyo. Tunakwenda kubadilishana. Tunabadilishana kitu gani? Tunabadilishana magonjwa yetu, anatupatia afya yake. Ndio maana maandiko yanasema kwamba likatimia lile andiko ya kwamba aliyachukua magonjwa yetu.
Mnamkumbuka yule mwanamke ambaye alikuwa katika kanisa siku ya Sabato, ambaye alikuwa na pepo, Yesu akamponya saa ile ile. Nataka nikupe habari njema, unapomwabudu Mungu katika roho na kweli, unakwenda madhabahuni kubadilishana. Kuna vitu utaacha Yesu abebe, na kuna vitu vya kwako Yesu atakupatia viwe baraka katika maisha yako. Tunabadilishana dhambi zetu na msamaha wake. Haleluya. Usiende madhabahuni na ukarudi na dhambi zako. Napenda ili kanisa langu kwa sababu sasa hivi kuna mfumo mzuri tunaofanyia kazi kila mahali katika ibada zetu. Tuna muda wa nyimbo za pamoja. Katika nyimbo kuna toba. Haleluya. Katika nyimbo kuna uponyaji. Kuna muda wa maombi kabla ya mahubiri, kurejea katika madhabahu. Kitabu cha Kutoka sura ya 15 fungu la 26, maandiko yanasema, akawaambia kwamba utaisikiza kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wako na kuyafanya yaliyoelekea mbele zake, na kutega masikio usikie maagizo yake na kuzishika amri zake. Mimi sitatia juu yako maradhi yoyote niliyowatia wa Misri, kwa kuwa mimi ndimi Bwana nikuponyaye. Ukienda hospitalini, ukimkuta daktari mzuri, ujue ya kwamba aliyekuponya sio daktari, ni Mungu aliyekuponya kupitia daktari. Mungu anaponya magonjwa yetu. Niukumbushe mtu ambaye alijua kutumia madhabahu vizuri. Mnakumbuka siku ile tulisoma hapa kitabu cha Mhubiri, anasema usije ukatoa kafara ya wapumbavu, bora uje kusikia katika madhabahu. Kusikia nini? Mungu ana ujumbe kwa ajili yako. Wako watu waliojua kutumia vizuri madhabahu na wakaona matokeo yake. Mnamkumbuka yule mwanamke ambaye ametokwa na damu kwa muda wa miaka mingi sana. Yule mwanamke akapokea uponyaji, kitendo cha kukutana na Yesu akapokea uponyaji. Ikana kwamba Roho wa Mungu ananisukuma kuambia kitu kimoja ambacho hata kipo katika maandishi haya. Anayejua thamani ya meza ya Bwana vizuri, ni moja ya sehemu ya kukutana na Bwana katika madhabahu, inaitwa meza ya Bwana. Usije ukachukulia kwamba ile ishara ni ishara tu. Ni ishara ya kifo na ufufuo wa Kristo. Ni ishara ya kuoshwa dhambi. Yesu alipokuwa anaponya magonjwa ya watu, alikuwa anawaambia, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Ukijua thamani ya meza ya Bwana, hutaitoroka. Najua kuna saa mahubiri yanahubiriwa mpaka tunatishika, tunaikimbia. Nendeni mkasikilize na kusoma vizuri Biblia. Hakuna sehemu ambayo tunafukuzwa kwenye meza ya Bwana. Cha ajabu ni kwamba hata mtu aliyefutwa ushirika, ambaye kikanuni anakatazwa kula meza ya Bwana, akigoma anasema msimfukuze. Mshike mkono jirani yako, mwambie umeelewa au bado. Mama yule alipitia uzoefu mgumu katika maisha yake. Alipitia uzoefu wa miaka 12, akitengwa kidini, akitengwa na jamii yake. Ninaongea na mtu ambaye unajisikia wewe ni mwenye dhambi sana. Naongea na mtu ambaye hata kanisani unaogopa kwenda kwa sababu ya dhambi zako. Nina wito kwa ajili yako, njoo madhabahuni. Njoo kwenye madhabahu. Madhabahu haijatengenezwa kwa ajili ya watakatifu, imetengenezwa kwa ajili ya wenye dhambi. Njoo ukutane na Yesu wako, atakusaidia. Huyu mama alipenya katikati ya mazingira ambayo hakuruhusiwa kupenya. Jamii ilikuwa haimruhusu. Ninapoongea na vijana huwa nawaambia, tuache ule unafiki wa kusema kwamba kuna vitu hatuvijui. Tukubali tunavijua tu. Kuna uwezekano mkubwa Ijumaa ulikuwa club. Kuna uwezekano mkubwa Ijumaa ulikunywa pombe. Sabato asubuhi nasikia sauti ya Mungu inakwambia nenda kanisani. Shetani anakuambia jana ulikuwa club. Nisikilize vizuri. Sauti inayokuambia kwenda kanisani isikilize kuliko ambayo inasema ubaki. Shetani atakupa sababu za kwamba jana ulikunywa pombe, jana ulikuwa klabu. Mwambie uliniteka jana, ila leo naenda madhabahuni. Katika madhabahu kuna ushindi wa dhambi, kuna ushindi wa urahibu katika madhabahu. Njoo madhabahuni. Ni kwa vile dunia tu imeharibika, lakini litakiwa makanisa yetu yawe wazi, yasifungwe. Mtu anayekatiza hapo, akija tu hapo anaweza kujisikia mguso, asema naingia kanisani. Waache watu waje kwenye madhabahu, waongee na Mungu. Katika madhabahu kuna uponyaji. Madhabahu ni kwa ajili yetu. Agano la Kale walijenga madhabahu wakutane na Mungu, lakini habari njema ni hii: Yesu Kristo kwenye Agano Jipya ndiye madhabahu yetu. Yesu Kristo ndiye sadaka yetu.
Yesu Kristo ndiye kuhani. Ukiwa na Yesu Kristo una kila kitu. Kila kitu. Rudi katika madhabahu. Nataka nikuambie hili. Unaweza ukatengeneza madhabahu pale kwenye gari yako. Pale kwenye gari yako tengeneza madhabahu. Pale kwenye ofisi yako tengeneza madhabahu. Pale ofisini kwako. Kuna mtu anakuambia ofisi yangu haipo kwenye mazingira mazuri. Sikiliza, hata kama unauza genge mahali fulani, unauza mboga, tengeneza madhabahu pale. Biashara ni ya kwako, hakuna mtu akupangia. Wateja wakija waambieni dakika moja niongee na Mungu. Ombea zile mboga unazouza, ombea nyanya. Mwambie Bwana atakayenunua hizi nyanya apokee uponyaji. Wewe ni kuhani pale ulipo. Wewe ni mwalimu, ombea wanafunzi wako. Rudi katika madhabahu, njoo katika miguu ya Yesu. Kuna nguvu ya uponyaji. Naomba tusimame wakati ndugu zangu wale wakija, na kila mmoja apeleke sasa karatasi yake pale katika box letu la maombi. Wanaofuatilia kwenye vituo, naamini kuna maboksi ya maombi kwenye vituo vyetu. Kuna watu nasikiliza ukiwa nyumbani, mkiwa kwenye vituo mbalimbali. Hata we hapo nyumbani, hata kama huna box, Mungu anasoma moyo. Hakuna muujiza katika maboksi haya, hakuna muujiza katika hizi karatasi. Karatasi ni ishara ya moyo, box ni ishara ya kifua ambacho kimeficha mengi. Hatuwezi kumwambia mtu kila kitu, ila tunaye Mungu anayetazama. Hizi ni ishara, mazingira uliopo yatumie kama ulivyo. Njoo haraka, kimbia madhabahuni. Na hapo hapo kuna box la sadaka, angalia tu limeandikwa hapo sadaka, utajua ni lipi, weka hapo. Tumwabudu Mungu sasa. Pake Yesu, maneno yake tamu, pahali palipo heri, niwepo kila siku. Ni sehemu ya ibada na mguso. Nakumbuka upendo na hisani vyake kwangu, vimenivuta moyo, pahali bora, pahali bora, pakuweka dhambi zangu, mahali pa pumziko, miguuni pake Yesu, nafanya sala, kwake napewa uwezo, faraja na neema. Imba fungu la 3 kwa moyo, upokee muujiza wako. Hilo ni ombi. Ni miguuni pako, unitazame kwa upendo, unitazame kwa upendo, nione uso wako, nione uso wako, nipe Bwana nia yake, nipe Bwana nia yake, ili ionekane, nimekaa na Mwokozi, nimekaa na Mwokozi, aliye haki yangu.
fumba macho yako Baba, katika jina la Yesu. Fungu la mwisho likawe ndio sala ya kila mmoja wetu. Tuko miguuni pako, tutazame kwa upendo, tutendee sawasawa na fadhili zako. Ikawe hivi tulivyoimba, kila mmoja akapokee baraka na akashangae kwa miujiza mikubwa ya uponyaji kwa kila aina ya magonjwa. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Bwana wabariki.